Tunaanzia katika soko. Dukani kwa mama mmoja mfanyabiashara. Akiwa dukani kwake kuna simu inapigwa. Anapokea, kuna mtu anajitambulisha kuwa yeye ni afisa wa benki. Mtu huyo anampatia maelekezo huyu mama kuwa kuna hackers wanamtrack akaunti yake. Hivyo wao kama benki kuna ujumbe wamemtumia, anatakiwa kuconfirm ili waweze kumuongezea security kwenye pesa zake. Baada ya sekunde chache, zinasikika kelele za kulia kutoka dukani kwa mfanyabiashara mwanamama. Baada ya kuona meseji zikiingia mfululizo kuonesha kuwa kuna miamara inatolewa kwenye akaunti yake, Bi mkubwa anachanganyikiwa, anaanguka chini na kuuzima kabisa. Wahuni wanakomba pesa zake zote, wanaacha manyoya tu. Sasa, kabla ya kuendelea na stori yetu, ni kuomba usubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Pia usisahau kushare na kucomment. Haya basi, tuendelee. Baada ya kupiga lile tukio la kumtapeli yule mama, hapa tunamuona jamaa anaitwa Obiora Emenike. Huyu ni kiongozi wa hili genge la wezi wa mtandaoni. Pembeni yake tunamuona mshikaji anaitwa Toby au Tobiola. Toby ni mwalimu katika shule moja hapo mjini. Anafundisha wanafunzi. Tukirudi katika maisha ya nyuma kidogo, Toby ana demu wake, ambaye huyu dem kwao wana maisha mazuri sana, wazazi wake wana fedha. Kuna siku alienda mpaka shuleni kwa Toby akiwa na gari kali sana. Mwamba alishangaa. Akamuuliza bibie amelipata wapi? Bibie akamwambia ni la mama yake. Wakazama ndani ya gari wakaendelea kupiga stori. Demu wa Toby anaitwa Sandra Okunzua. Katika stori zao, Sandra akamwambia weekend kuna mtoko, watoke na marafiki kwenda beach. Toby anakuwa mgumu kukubali kwa sababu hana pesa. Kazi anayofanya ni walimu tu, kazi ambayo haimpatii pesa nyingi kiasi kwamba hawezi kula bata. Hali hii inamuumiza sana Toby. Inamfanya kuona si mwanaume kamili. Wakiwa ndani ya gari, Sandra anapigiwa simu na mama yake. Toby anapanda usafiri wa bajaji, anatupa jicho mbele yake, akamuona rafiki yake wa zamani. Pembeni, jamaa alikuwa akapaki gari la kifahari, akashangaa sana akamfuata. Bouncer akawa anamzuia. Huyu rafiki yake Toby ni yule jamaa anaitwa Obiora Emenike. Tumemuona wakati tunaanza. Kumbuka, hapa tunaangalia maisha ya Toby kabla ya kujiunga na genge la wahalifu wa mtandaoni. Je, ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Baada ya kuwa wamekutana, Toby anaingia tamaa. Anambembeleza sana Obiora ampe kazi. Mwamba anatamani kuishi vizuri. Obiora anampatia kiasi cha pesa na business card ili amtafute. Lakini kabla hajaondoka, kinashushwa kioo cha gari. Siti za nyuma wamekaa warembo wawili ambao tajiri Obiora ni wanawake zake. Jamaa ni mzee wa totozi. Toby anawapa hai wale warembo, kisha anaondoka akiwa ametamani maisha. Nyumbani kwao Toby anaishi na baba na mama yake. Mzee wake Toby ni mtata sana na ana ukoloni mwingi. Kuna kipindi Toby alikuwa anasoma kompyuta sayansi. Baba yake aligoma kumnunulia kompyuta, akimpa sababu tofauti tofauti. Ila anampenda mwanaye Toby. Usiku wa siku hiyo, Toby anamwambia baba yake kesho ana interview ya kazi. Mzee akamuuliza ni kazi gani? Dogo akajibu, ni masuala ya kompyuta tu. Mzee akamwambia isije ikawa ni mambo ya online fraud, yaani wizi wa kimtandao. Usiku huo huo, Toby alimcheki Obiora, wakakutana. Obiora akamuelekeza kila kitu kuhusu mchongo wao, na kwa vile yeye anaijua kompyuta, ikawa ni rahisi sana kukubali bila kinyongo. Shida yake ni pesa tu. Akarudi zake home, kamkuta bi mkubwa amekaa sebuleni. Akamuuliza, kijana wangu Tobiloba, vipi kuhusu interview? Na vipi kuhusu ile gari iliyokuleta pale nje? Haijawahi kuonekana kabisa mtaani kwetu. Toby akamwambia yule ni Obiora Bangkok, kaka yake na yule binti nilisoma naye. Maza akamkumbuka, akashangaa sana imekuwaje anamiliki gari kama lile. Toby hakumficha kitu, akamwambia mama yake. Kama ilivyo kawaida wa mama, ni rahisi sana kuwasapoti na kuwaamini watoto zao. Ilikuwa hivyo pia kwa mama mzazi wa Toby. Akamsisitiza aungane na Obiora kwenye hizo issue. Wakati wanaongea, mzee wake aliingia. Wakakaa kimya. Maza akamwambia, usiseme kitu, ni siri.
Baba yake Toby akawa na mashaka na stori zao. Akajaribu kumuuliza Toby. Mwamba hakusema chochote. Siku iliyofuata, Toby anaingia mjengoni rasmi kwa Obiora. Kuna jumba kubwa sana. Ndani anakutana na Kaima. Huyu ni mdogo wake Obiora na alisoma naye. Pia anakuta washikaji kibao wako bize na kompyuta zao. Hili jengo ni ofisi. Inatumika kufanyia kazi zao zote za kiharifu. Kuna mwamba akajichanganya pale ndani. Toby akamzimisha Faster. Kaima akamwelekeza Toby namna ya kufanya, kupiga simu kwa watu mbalimbali, kujifanya maafisa wa benki. Huwezi amini, ndani ya siku hiyo hiyo Toby aliingiza pesa ndefu sana. Obiora alimkubali. Akiwa nyumbani kwao, meseji iliingia ile kuangalia, anakuta katumiwa mkwanja mrefu. Anapiga magoti kwa furaha. Amepata gawio lake siku ya kwanza tu. Anapewa laptop na simu mpya, vifaa vya kazi.